anaweza akajifungia akawaza tu, mtu ambaye hayupo huru akarupuka chochote. Kwa hiyo mimi nikiangalia naweza kwanza sheria ilivyokaa haipo clear kwenye utaratibu huo. Sehemu ambayo ipo clear ni ile ya usajili wa muda, kwamba unaweza kanyimwa ukafanyaje kwenye mazingira gani, hiyo ipo clear. Lakini sehemu zingine kwa kweli naiona kuna tatizo ambalo ni kubwa. Lakini kufungia chama cha siasa chenye watu zaidi ya milioni karibu 7-8 ni jambo very serious, kwa sababu unaenda kuathiri haki ya mamilioni ya watu ambao wao hawajatenda kosa lolote. Na sijui nani alitufundisha hiyo. Na labda nitakuchekesha kitu kimoja. Ukisoma kwa mfano sheria ya makampuni, sijaona sheria ya makampuni ambayo inasema ikitokea wakurugenzi wa kampuni wamefanya makosa au wenye share wamekosea kampuni itafutwa. Haipo. Sheria ya hovyo hiyo tunaikuta kwenye vyama vya siasa, ndio nataka kuzungumza hivyo. Tunaikuta kwenye usajili wa asasi za kiraia, tunaikuta kwenye asasi za taasisi za dini kama makanisa, ndio wameweka hivyo, ambako sasa kule kosa la mchungaji kwamba utafuta kanisa lenye matawi labda nchi nzima na wachungaji wote watakwenda wanakosa. Unajiuliza kwa nini double standard? Kwa nini kwenye kampuni? Ni kwa sababu kampuni inaingiza hela na kwa sababu kampuni sio chombo cha kuimarisha uwajibikaji. Kwa unaweza kaangalia tu kwamba kwa sababu kampuni sio chombo ambacho kinaleta uwajibikaji, accountability na kuibana serikali. Kule hamna shida, sijui mambo ya kufutafuta, kampuni inaendelea. Hizi taasisi nyingine kwa sababu zina uwezekano mkubwa wa kukosoa na kusimamia, ndio zimewekewa masharti ambayo ni ajabu ajabu. Mimi nafikiri lazima sheria yetu tuwe na sheria ambayo ni very fair. Kama kuna kosa ambalo limetendeka, tuangalie, je, kitendo hicho kinabebeshweje kwenye chama? Je, ni chama kilikaa mkutano mkuu wa chama, baraza kuu la chama, kamati kuu ya chama imekaa ikaamua jambo ambalo labda ni ukiukaji wa sheria? Labda niseme, labda tungesema labda kamati kuu labda ya Chadema ilikuwa imekutana au baraza kuu hapo ikapitisha azimio kwamba kuanzia leo labda tunachonga labda tunoe mapanga kwa ajili ya kwenda sasa tutaeneza chama kupitia mapanga. Hilo tungeweza kusema bwana, haya ni maazimio ya chama, kwa ni maamuzi ambayo kwa sababu wamepanga kwenda kwa ajili ya kufanya labda mauaji au kuleta vurugu na wameshasema wanataka kufanyaje. Hiyo tungeweza kusema ni attributable au itakuwa ibebeshwe chama. Lakini ni wakati gani huyu kiongozi hapa mmoja ametoa maoni yake, wakati mwingine inawezekana kama amepata munkari, anaweza kama zungumza hata maneno magumu akasema bwana labda mimi hata naweza nikaua mtu fulani akaja akazungumzia. Je, ni wakati gani tuseme hiyo maneno ni ya chama? Na tukiruhusu hiyo, je, hatuoni kwamba kuna siku, yani tukiruhusu hiyo, unajua tunapofanya maamuzi tunaangalia, tunaita precedent kwamba maamuzi ya leo yatusaidia kesho. Tufikirie, je, hakuna uwezekano mtu akatoka Chadema leo akajiunga na CCM halafu akapata ka uongozi kokote kale hata ka kijiji, kesho akatoa tamko kwamba Chama cha Mapinduzi hapa kimeamua kwenda kuua watu wote ambao hawaungi mkono Chama cha Mapinduzi? Msajili atafuta CCM kwa sababu kuna mtu amezungumza hivyo? Ni mambo ya kujiuliza. Au inashindikana vipi mtu akatoka CCM akaja Chadema wakamtuma tu ili aingie apate nafasi atoe tamko ambalo litamwezesha msajili kuweza kufuta hiki chama? Kwa ndio maana mimi nasema kuna muhimu wa kuangalia ni matendo gani ni attributable kwenye chama cha siasa, ni matendo gani ambayo ni attributable kwa mtu mmoja. Na ndio maana sheria inataja mpaka adhabu kiongoza kikosea yeye, kama kuna makosa kuna adhabu ambayo inamgusa yeye, na kuna makosa ambayo chama ndio kimekosea, na chama likikosea chama kinaendesha kwa nani? Kwa sababu kumbuka chama hakina kichwa chake, hakina ubongo wake. Ubongo ni zile machinery zake, taasisi. Ili tuseme chama kimefanya, tunaangalia kimefanya kwenye capacity gani? Ni vikao vya maamuzi ya chama ndio kimefanya. Na ndio maana Chadema waliofanya ule uteuzi wa katibu mkuu sijui nani, siona msajili alisema si watambui kwa sababu kuna mtu amelalamika kwamba quorum haikutimia. Maana yake anatambua kwamba wale sio kwamba wanateuliwa na mwenyekiti, anajua kuna machineries ambazo zipo, zisipotimia maana yake maamuzi sio ya chama, sio maamuzi halali. Sasa upande mmoja anakubali yale ambayo nafikiri labda yanafurahisha upande wake, lakini upande mwingine ukija anapita tena kwa njia na tafsiri nyingine tofauti kabisa. Kwa hili ni jambo ambalo mimi naliona halijakaa sawa. Na labda kwa kuchagiza hilo pia utakumbuka wakati wa mchaguzi mkuu mazingira ambayo yalijitokeza kwenye uchaguzi ndani ya CCM kwa mfano. Najua Malisa mpaka leo amekuwa na kesi ambaye hakuridhika na mchakato ulivyoenda kwenye kupata mgombea kwenye Chama cha Mapinduzi. Sisemi kama ilikuwa ni kweli au sio kweli, lakini ninachosema ni kwamba palikuwa na malalamiko kwamba taratibu hazijafuatwa. Akalalamika mpaka msajili alalamika. Uliwahi kusikia msajili amechukua hatua yote?
Lakini Mona Lisa alipolalamika kwa ACT Wazalendo, ilichukua dakika ngapi msajili mpaka mheshimiwa Luhaga Mpina kaja kaenguliwa? Unakuta mara moja kaja akasema bwana ni kweli imeonekana hajakidhi sifa za chama ndio ameondoka. Lakini huku watu wakasema bwana mbona mgombea huku? Kwanza fomu yenyewe hakujaza, hakuchukua fomu. Haukutangaza utaratibu wa watu kuja kuchukua fomu na wengine waje washindane, huo utaratibu haupo. Lakini pia kikao kiliendeshwa na mgombea yeye mwenyewe ndio alifanya maamuzi, kila kitu kaenda juu kwa juu. Na watu wamelalamika kwa msajili. Sasa kama msajili angekuwa ni kweli ni mtu ambaye anasimamia hizo taratibu, unategemea angeliacha hili hapo angalie tu la Mona Lisa ndio ameliona ni jambo la muhimu ili kumwengua tu Mpina. Kwa hivi ni vitu ambavyo kwa kweli ni vya hovyo. Ni vya hovyo na kwa kweli havipendezi kwenye nchi ambayo imefika level kama ya kwetu. Mimi naweza nikasema tunarudi kwenye utelezi kuelekea kwenye shimo la giza kwa speed ambayo ni supersonic. Tuna speed kubwa sana kurudi. Nchi hii miaka takriban karibu 15 20 iliyopita ilikuwa imeshapiga hatua kubwa sana kwenye democracy. Na nafikiri kuna nchi zilikuwa zimeanza hata kuiga kwetu. Watu walikuwa wanaweza kupata haki yao, wakaandamana, wakaonyesha hisia zao. Tulikuwa tunaenda hivyo, tunakosoana, tunafanya nini? Vyombo vya habari vikawa vingi, vilikuwa vinaandika, magazeti mengi yakawa yanaandika. Sasa hivi nikiangalia ni kwamba naona tunarudi kwa kweli kwa speed ambayo sio ya kawaida. Tunataka turudi kwenye zama za giza. Nafikiri ni jambo bali kubariki. Lazima tutafakari zaidi. Bahati mbaya mimi niseme huwezi kufanya ukaenda kwenye meza ya maridhiano ukiwa umeficha shoka mgongoni. Na ninapozungumzia shoka nini? Kwamba sasa hivi tuitegemea viongozi na mamlaka mbalimbali za nchi, ikiwepo ofisi ya msajili, polisi, mawaziri, kila kiongozi. Aina zetu za matamko ambayo tunatoa itakuwa sawa, tuweze kujiangalia, tujikontrol sana. Aina za maamuzi ambayo tunafanya, tusifanye maamuzi yote ambayo yanatupelekea kuleta mgogoro zaidi. Sasa kama tumefika mahali tunazungumzia kujadili maridhiano, lakini wakati huo kuna mtu anaandikia moja mdau ambaye na mamilioni ya watu nyuma yake, anatishiwa aidha kuwa suspended au kufutwa kwenye hoja ambazo ni hoja nyepesi kabisa ambazo na mashiko, tunategemea kuna maridhiano yanaweza kaenda hapo. Kwa mimi nafikiri cha kwanza tutengeneze environment ya maridhiano. Environment ni pamoja na kuanza kuacha haya maamuzi ya kitoto, haya maamuzi ya hovyo haya. Yote nitakuwa yasitishwe mara moja. Hapo tukishasitisha, baada ya hapo ndio tuingie kwenye hatua nyingine ambayo hata TLS juzi wamezungumzia. Lazima tuingie kwenye ukweli, uwazi na uwajibikaji, kwamba tukubali kuna mambo hapa, kuna watu akina msajili wametufikisha kwenye matatizo. Lazima tukubali tuzungumze hilo kwamba wamekuwa wakitumika vibaya na wakubali kuwajibika. Labda kama ni vyombo vingine vya ulinzi na usalama kuna sehemu waliteleza, wakubali kuwajibika na kuteleza tunapozungumzia aidha kwa kutenda au kutokutenda. Kwa mfano labda kuna watu wametekwa, wengi wamepotea, kama vyombo vimeshindwa kujua chanzo ni nani wanateka, wamefanyaje, hata mtu hajakamatwa, watu wengi wameshapotea, hiyo tayari nitakuwa tu wajibike kwamba mwanangu umeshashindwa, labda kuna mtu akikalia hicho kitu anaweza kufanya vizuri zaidi. Haya mambo yote lazima tukubaliane kwanza yarekebishwe, watu wakubali uwazi, waweze kuwajibishwa, then baada hapo mimi naamini tunaweza tukaingia kwenye hatua nyingine. Lakini kwa mfumo wetu sisi wa kikatiba, sisi tuna mfumo wa katiba ambao tunaita wa kifalme, yani tuna urais ambao ni wa kifalme, unaita imperial presidency. Hii tumerithi toka mwaka 1962 tulipoingia jamhuri. Mamlaka iliyokuwa ya governor wa Uingereza yote tuliyachukua tukampatia rais. Ndio maana anateua kila mtu na akizungumza chochote wote wanaanza kufuata kile. Kwa hataki na msajili hapo tawasema, lakini mwisho wa siku wale wanateuliwa na rais hawana uhakika wa kesho yao, security of tenure nafasi yao haipo. Sasa kwenye mazingira hayo mimi naamini kama mheshimiwa rais akiamua kweli akatoa miongozo na maelekezo, iwe ya wazi au ya ndani, watu wakaona matendo kwamba bwana trend ya vyombo vyetu kila kitu kimebadilika, haki za watu zinaheshimika na nini, tutakuwa tumeanza kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya kuelekea maridhiano. Lakini of course pamoja na uwazi, ukweli pamoja na uwajibikaji, kwa sababu tayari kuna watu ambao wameumizwa na madhira haya, kuna watu wamepotea, wamekufa, wamefanya nini. Haya hawezi yakaisha hivi. Kwa lazima pia yaweze kuangalia. Kwa hiyo sisemi kwamba haiwezekani, lakini ili iwezekane ni kwamba kuna hatua ambazo ni lazima, tena sio za mdomoni, zitoke moyoni, watu waone kwa vitendo kwamba kuna hatua ambayo tumeanza kuichukua. Lakini kwa trend hii ambayo tunaenda nayo,
ya kutumia kina msajili hapa ni kama umefika mahala chakula karibu kinaiva, mtu amekuja amemwagia maji machafu, na kuhakikishia hii kitu hatuwezi tukafika kokote. Na mimi kwa kumalizia niseme ofisi ya msajili kwa namna inavyoenda ni kama kichwa cha nyoka, hakiwezi kabeba ndoo.